kingdom of God. Amen. Ufalme maana yake nini? Ufalme en general maana yake iko sawa vile eneo. Iko kama vile territoire. Iko kama vile nafasi ambao watu wala mfalme ametawala. Ni nafasi ambayo mfalme ametawala kundi ya watu fulani. Ndio maana mtu huyu ni mfalme. Amen. Kule kwetu vijijini tunajua kama kuna kwa kila makabila na mfalme wao. Sasa leo hatuzungumza juu ya wale wafalme wengine wote, wafalme wa dunia hapana. Tutazungumza juu ya mfalme mmoja tu. Mwenye anatawala juu ya falme zote na juu ya mamlaka yote. Amen. Yaani Yesu Kristo. Ufalme wa Mungu. Haleluya. Ufalme wa Mungu maana yake nafasi ambayo watu wanakuja chini ya uongozi wa Mungu. Amen. Au gouvernement ya Mungu ama serikali ya Mungu. Ufalme wa Mungu ni gouvernement ama uongozi wa Mungu. Ndio ufalme wa Mungu. Amen. Sasa hapa kwa hii ufalme wa Mungu kuna kuwa uumbaji ndani chini ya ufalme wa Mungu. Sasa hii objective ya hii uumbaji maana yake nini? Kwa nini Mungu aliumba? Amen. Kwa nini Mungu aliumba mwanadamu? Kwa nini Mungu alitaka mfalme wake ashiriki pamoja na mwanadamu? Mungu alitaka atawale mwanadamu. Ndio maana Mungu alimuumba mwanadamu. Ndio anaumba hiki kitu kia kufanana na mimi. Ndio Mungu alitaka amutawale mwanadamu. Amen. Amen. Mungu atawale mwanadamu. Maana yake Mungu atawale mwanadamu sababu yeye ni mfalme wa wafalme anayetawala ulimwengu nzima. Amen. Amen. Yeye iko mfalme juu ya wafalme wote. Anatawala juu ya ulimwengu wote nzima. Falme zote, mamlaka zote ziko chini ya uongozi wake. Sasa akaumba mwanadamu kusudi amtawale mwanadamu. Amen. Amen. Juu ya Israeli. Unajua wakati wa zamani sisi tulikuwa kama vile mataifa. Hatukujulikana mbele za Mungu. Kulikuwa taifa moja tu ambalo lilijulikana mbele za Mungu. Ni taifa ya Israeli. Amen. Israeli ndio ilikuwa taifa teule ya Mungu, lakini sisi wengine wote tuliitwa kama vile mataifa. Maana hatukuwa tunamjua Mungu wa kweli. Tulikuwa na miungu yetu ya kiasili. Ukiangalia kule kwetu vijijini, unakuta wasi wako na wao Mungu. Banamuita Muririma. Walega wako na wao Mungu wanamuita Kimbilikiti. Na wengine bangali wanapotelea mbele upotevu ya kumwabudu Kimbilikiti. Amen. Kila watu wako walikuwa na wao Mungu. Lakini sisi hatukumjua Mungu kabisa wa kweli. Israeli wao walikuwa wanamjua Mungu wa kweli. Na hii Israeli walikuwa natawaliwa na Mungu. Ndio maana waliwaita taifa teule. Sababu wao tu ndio walikuwa wanatawaliwa na Mungu. Na walikuwa wanatembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Nyuma ya pale nitazungumza juu ya Adamu. Mungu akamuumba Adamu. Kwa nini Mungu alimuumba Adamu? Muumbaji wake. Mungu aliumba Adamu kusudi atawale juu ya Adamu. Ndio maana Mungu alimuumba Adamu. Hatawale juu ya Adamu na kufatana na hisia yake na mawazo yake Mungu, Adamu anapasha chagula mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Kufatana na mawazo ya Mungu, wakati Mungu alimuumba Adamu, Adamu anapaswa kuchagula mapenzi ya Mungu. Hawezi kuchagula mapenzi yake. Ndio ilikuwa swe ya Mungu. Amen. Amen. C'est-à-dire, Mungu anatuumba na anatupatia volonté libre kama vile wanadamu ya kuchagula. Amen. Amen. Lakini ile volonté libre anatupatia ya kuchagula, Mungu anataka tuchagule mapenzi yake, hapana mapenzi yetu. Hapana tufanye kenye tunataka, no. Anatuumba kusudi tuchagule mapenzi yake. Amen. Madala tuacha libre kwa kuchagula, anataka tuchagule mapenzi yake. Amen. Ndio maana anatupatia libre, uhuru ya kuchagula. Unaweza wewe peke kuchagula baraka au unaweza kuchagula laana. Amen. Ndio Mungu anatutilia vitu vile kwa kitabu ya Kumbukumbu la Torati 28. Anasema anaweza kuchagula baraka au unaweza kuchagula laana. Kila wakati napitaka hivi, sasa nisome kidogo tu kwa haraka, nitapita mwenyewe nitasoma. Ndani iko katika Kumbukumbu la Torati 28. Kumbukumbu la Torati 28 nasema hivi. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii
kutunza, kufanya maagizo yake. Yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote na dunia. Amen. Amen. Utakapotembea sawasawa na mapenzi ya Mungu yako, utakapolisikia sauti yake na kutembea kama vile sauti yake nasema, utakaposikia maneno ya Mungu na kutembea sawa vile maneno ya Mungu inavyosema, ndio vile Biblia inatuambia. Inasema ya kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Haleluya. Amen. 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 Atakutukuza juu ya mataifa yote ya ulimwengu kama tu unatii na kutembea sawasawa na sauti ya Mungu, kutembea sawasawa na maneno ya Mungu. Atakutukuza juu ya mataifa yote ya ulimwengu. Amen. 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 Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na wa vifugo, maongeo ng'ombe wako na wadogo kwa kondoo zako. Litabarikiwa kapo lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Amen. Amen. Bwana atayamuru baraka ije juu yako katika gala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubariki katika nchi akupayo Bwana. Haleluya. Nchi akupayo Bwana ni nchi gani? Hii ni tuko ndani, nchi yenye Mungu alitupatia. Hata tubariki hata mahali hapa. Amen. Amen. Mungu wako Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya dunia watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uweli. Haleluya. Katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Haleluya. Haleluya. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini, utakapoyasikia maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kufanya. Msipogeuka katika maneno ni waamuru leo kwa lolote, kwenda mkono wa kuume wala kushoto, kwa kufuata miungu mingine na kuitumikia. Amen. 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 Biblia iko wazi. Tembea tu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mungu anakuambia kwanza jina lako litakuwa juu sana. Adui hana nguvu mbele yako. Mapepo mizimu hazina nguvu. Uchawi hauna nguvu. Biblia inasema 7 nakuja kwenye njia moja kukutafuta, batakuja kwenye njia 7. Ile njia 7 maana yake nini? Watatawanyika, watakosa na njia watapita ndani. Mungu anakuomba tu tembea sawa na sauti yake. Anakuambia mimi na mashamba zako, mimi na kondoo zako. Anakuambia kila unapoingia, kila unapotoka, utakuwa tumebarikiwa. Amen. 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 Hapa chini sasa. Lakini itakuwa usipotaka kusikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizayo hivi leo, ndipo zitakapo kujia laana hizi na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani. Haleluya.
Utalaaniwa kapu lako la chombo yako ya kukandia unga. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo na ngombe wako na wadogo na kondoo zako. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkononi mwako. Sitangwa na malizo, tamaliza wewe peke. Amen. Amen. Mungu anatupatia liberte libre. Maana anatupatia liberte ya kuchagua. Wewe peke uchagule ama baraka ama laana. Lakini kwa ile liberte yenye Mungu anatupatia, ile uhuru ambao Mungu anatupatia, anataka tuchagule mapenzi yake. Ukichagula mapenzi yake, hizi baraka zote ziko juu yako. Na ukichagula mapenzi yako mwenyewe, hii laana yote iko juu yako. Na ukishuka tena chini na kusoma Biblia, inasema utalaaniwa mpaka kizazi kyako kia 4. Pia utabarikiwa hadi kizazi kyako kia 4. Amen. C'est-à-dire baraka ni kwa ajili yako na laana ni kwa ajili yako. Uko wewe peke na uhuru ya kuchagula ama baraka ama laana. Amen. Lakini kwa leo ninajua ya kwamba unaweza kuwa jana wala siku zilizopita haukutembea sawa na mapenzi ya Mungu. Na leo unaweza kusema mimi naamua leo kusikia sauti ya Mungu na kutembea sawa na mapenzi ya Mungu. Mungu atakamata zile laana zote alikuwa ametia juu yako, ataziondoa na kuzitupa. Na atakamata hizi baraka zote, atakamata atazitia juu yako. Ya maana tu unafanya nini? Unafanya uamuzi wa kuamua. Amen. Amen. Lakini kufuatana na uhuru ambayo Mungu alimpatia Adamu, Adamu alipachaka chakula mapenzi ya Mungu. Adamu akafanya nini? Adamu akachagula mapenzi ya mke wake. Amen. Adamu akachagula mapenzi ya bibi yake. Mungu alimwambia Adamu, msikule tunda. Shetani akakuja akamdanganya mwanamke. Mwanamke akakula. Adamu akasababu kama wakati Mungu aliumba, alianza kumuumba kwanza Adamu. Na akamwambia shurti zote Adamu. Adamu akasababu sheria zote ambazo Mungu alimupa. Hakakubali kukula tunda. Amen. Hakufuata tena mapenzi ya Mungu, akafuata mapenzi ya nani? Ya mke wake. Na leo kanisa tuko tunatembea hivi. Tuko naacha kufuata mapenzi ya Mungu, tunafuata mapenzi ya wanadamu. Wataniona watasema nini? Na vitakuwa usijali watakuona usijali watasema nini. Haleluya. Wewe ujali ya kwamba niko natembea pamoja na Mungu wangu na niko natembelea kusauti ya Mungu wangu. Amen. Wow. Unajua kama mume anaweza kupeleka mke wake jehanamu, na mke anaweza kuwa kiini ya kupeleka mume jehanamu. Amen. 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 Kumambo ya kimungu iko nguvu sana. Ndio nakwambia mbinguni hakuna ndoa. Amen. Mbinguni hakuna ndoa, hakuna kuoa na hakuna kuolewa mbinguni. Vya kuoa na kuolewa vya mariage viko hapa chini ya jua. Mbingu itakuwa kila mtu binafsi. Hakuna mama na mtoto. Kila mtu ataingia kivyake. Amen. Ndio maana kuna wakati hata unaweza kuforce watoto kama kuandikia neema hata ingia. Aliandikiwa tu katika njia watu wapotevu. Utamsukuma na unakuta mtoto hakamatiki. Mejua sasa tutachoka kwa sababu tutaulizwa zile roho, tutaendelea kuwasukuma. Amen. Amen. Kusudi tukiulizwa roho, Mungu atasema yeye mikono yangu kwa mope nilinoa mbele ule mtoto. Nilimuonesha njia ya kweli lakini alikataa. Mume na mke naye, kama unaona mume wako hataki kukuonesha kwa njia ya kwenda mbinguni, wewe achana naye, tafuta mbingu yako sababu hakuna mbingu ya mke na mume. Haleluya. Amen. Adamu akakufa kwa kosa ya Eva. Tunafatana? Iko inaingia? Amen. Amen. Wewe tafuta mbingu yako. Kama wewe mume unaona bibi yako iko kizuio kyako cha kuingia mbinguni, achana na mke wako, tafuta Mungu wako kwa kweli. Usiangalie kushoto ama kuume. Juu habari ya mbingu ni habari ya mtu binafsi. Sio habari ya mke na mume. Ni habari yako peke yako. Tafuta mbingu yako. Ukiona nataka kukumulana, uniache. Juu Biblia inatuambia nini? Yesu anasema sikukuja kuleta amani, nitakupanga. Amen. Asa sikuja kuleta amani na pia kuleta mpanga. Mume na mke ni mpanga. Mtoto na mama ni mpanga. Wazazi na watoto ni mpanga. Ndio Biblia inasema. Unaweza kuta
anaokoka, mnyumba banamfukuza banamkimbiza. Si tunaviona? Ndio ile kupanga. Haleluya. Sasa mke na mume tusizuiane vya kwenda mbinguni. Kwa nini mume wako anataka kukokota mbele na yeye bwana mbie siko kule. Niache niko nenda wapi? Mbinguni. Amen. Ndio utakapokufa utakufa peke yako. Hamutakufa wauli katika serikali. Unaona bauli wanakufa ni mwakose bajue wote bauli pamoja. Kila mtu anakufa kana kuna sana baadhi wanabatia mserikali hata bakufia pamoja. Kila mtu atakuwa mserikali yake. Haleluya. Na hata mke wako afunilia yeye. Hata kama mtie mle na ngali mzima na mfuniki yako na mdomo. Sasa kwa mfere unalia sana sasa fuata mume wako na wewe tukutie mle mserikali. Hapana ile ni wakati yake. Amen. Tu wakati yako ikifika itakufikia wewe peke yako. Haitakufikia na mtu wowote. Mujizima ya Mungu utaulizwa peke yako. Hautakuwa na mume wako sababu atakuwa anakufanyia judgment. Judgment ya Mungu ni ya mtu yeye peke binafsi. Mungu atusaidie sana. Amen. 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 Adamu akajirebele contre gouvernement ya Mungu, government ya Mungu. Adamu akafanya rebellion. Hakatoka mu gouvernement ya Mungu. Juu wakati tu alitika mke wake kumdanganya, mara moja Mungu akawacha. Na laana akaanza kuamwangia laana. Akaanza mwambia kwanza wewe mbele upate utakuwa unafanya yasho kusudi upate. Wewe mwanamke kusudi uza utazai kwa machozi. Na tena nyuma unabaletea kifo. Losi ile kifo Mungu alitoshaka. Malgré Yesu alikuja akakufia kanisa joni ni Yesu akutosha ile kifo. Akasema bilisha basamehe basi mimi naondoe laana ya kifo yenyewe nilitia juu yenu. Hapana. Unaweza kufanya dhambi na Mungu anakusamehe, lakini pinisio kwa tunyume ile dhambi. Na ile pinisio ni sharti uipitie. Ndio ulifanyaka dhambi, ulilomba Mungu msamaha, lakini pinisio itafuata nyuma yako tu ya ile dhambi ulifanyaka. Koni kwa kafio ulikuwa unazidi sana na bwana wa watu. Mwanako hata zini na bibi ya watu. Koni kwa mwanaume ulitembea katika dhambi sana. Ujue ya kwamba na wewe pia mke wako atatembea katika dhambi sana kusudi atakuwa mwiba kwako na atakuwa jaribu kwako. Koni kuwa na kiburi mwenu. Siku tazana na mtoto wako atakuwa na kiburi kwako. Inabidi ulipe. Inabidi ulipe. Inabidi ulipe kila kitu kenye ulifanya unapaswa kukilipa kwanza. Magoni sameo lakini pinisio kwa nyuma yako. Mungu atusaidie sana. Adamu akafanya rebellion na Mungu. Directement Adamu akatoka nini katika gouvernement ya Mungu. Kaini naye akafanyaka pia kujirebele contre Mungu. Amen. Na juu ya gouvernement ya Mungu. Kaini naye akajirebele. Akatoka naye mu gouvernement ya Mungu. Wengi walijirebele kutoka mu gouvernement ya Mungu, lakini kukakuwa kizazi kimoja kia Seti. Wakatembea pamoja na Mungu. Walikuwa chini ya gouvernement ya Mungu na chini ya uongozi wa Mungu. Kwa mfano Abeli. Abeli alitembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Alikuwa ndani ya gouvernement ya Mungu. Nuhu alitembea sawa sawa na Abrahamu, Enoki. Na Mungu akafanya hao watu ambao walitembea katika gouvernement yake na kutembea katika mapenzi yake. Akakamata akaetablira ufalme wake ndani ya hawa watu. Haleluya. Haleluya. Wakati unatembea pamoja na Mungu ni sharti Mungu akamate aetablire ufalme wake ndani yako. Amen. 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 Sawa vile Enoke na Elia, wao wakuonja mauti. Enoke na Elia wakukufa juu tu walitembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na wakakubali kuingia mu gouvernement ya Mungu. Haleluya. 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 Haleluya kanisa. Eske leo nakubali kuingia katika gouvernement ya Mungu? Yeah. Na wache Mungu akutawale. Yeah. Haleluya. Haleluya. Kupitia Abrahamu Mungu akajifanyia taifa. Amen. Wakati wamoja walianza kuasi, Mungu akasema acha nifanye taifa langu kupitia Israeli. Mungu akajifanyia taifa juu apate kuwatawala wale watu. Na hii taifa ilikuwa taifa gani? Taifa ya Israeli. Mungu akajiteulia ile taifa. Akasema hii taifa nitaitawala. Lakini malgré Mungu kuiteua, wamoja walikuwa wanaenda kinyume ya mapenzi ya Mungu. Wengi wakatoka mu mapenzi ya Mungu. Lakini Mungu yeye jua walikuwa wanatembea na Mungu. Mungu hakukuwa na mchezo. Sasa unaenda ndeoro na mapenzi ya Mungu anakuua.
ilikuwa inamalizika kama ulizini, mwenye alikuona uko na zini, alete tu mkuki, awachomeke nyote wawili damu ivuye na mkufu. Mungu pale bana anasema mumemaliza hasira yangu. Mungu ni mkali sana. Shukuru Mungu kwa kazi ya msalaba. Shukuru Mungu kwa kazi ya Golgotha. Shukuru Yesu sana kwa ile kujitoa ambaye alijitoa kwa msalaba. Kwa sababu ile ndio neema leo tungali tuko tunacheza na Mungu. Ndio maana leo mwanadamu iko nacheza na Mungu. Mungu abachezake naye. Mungu anasema niko moto ulao. Mimi ni moto ulao, sicheze na mie. Haleluya. Haleluya. Amen. Unajua Israeli walikuwa na president walikuwa Mungu. Na ndio maana walikuwa na shida sana. Sababu Mungu hakukuwa anataka blagi. Yaani kwa na wao wanafikiri wa 30,000, 20,000. Anakamata budongo anapasule na anakamata ile budongo na bazikana na bana mezeka hivi. 20,000 personnes. Mungu ana huruma. Amen. So nasikia mtu anasema niko rafiki ya Mungu, uko rafiki ya Mungu kwa judgment yake, mbele ya judgment. Ndio tutajua rafiki ya Mungu. Mbele ya judgment ya Mungu. Ndio tutajua kama kwa kweli ulikuwa rafiki ya Mungu hapana. Mungu kukujibia mahitaji sio kusema unakuwa rafiki ya Mungu. Amen. Mungu anajibia wabaya na wazuri. Ananyesha mvua kwa wabaya na ananyesha mvua kwa wazuri. Amen. Amen. Yeye achagule sura, achagule rangi. Angekuwa anachagula wenye dhambi, ile siku ya Halloween angekuwa nazika baba ndugu yetu wote na bazamishia munani. Lakini yeye ni anasema acha wakati yabo, lakini awangoya kujijima yao. Mungu atusaidie sana. Amen. Amen. Unajua Israeli hakukuwa na president. President wao alikuwa Mungu. Na Mungu akajifanyia hii taifa kama vile ufalme wake. Tutasoma Samueli 8:4 hadi 8. Mbele tusome nitainterprete kidogo. Hawa watu wa Israeli kufuatana na kisi waliongozwa na Mungu, lakini wakakatala kuendelea kutawaliwa na Mungu. Wakamwambia Samueli, no. Hatutaki tena kutawaliwa na Mungu. Shie we Samueli, muende ule Mungu wako mwambie ya kwanza atupatie wetu mfalme. Jua nini balikimbia Mungu? Baliona hasira ya Mungu ilikuwa makali. Bakasema mwana asia tupatie mfalme kama vile mataifa wote walikuwa na wafalme wao. Lakini tu Israeli hawakuwa na mfalme, hawakuwa na president. President wao walikuwa Mungu. Ndio bakasema hapana. Shie utuambilie Mungu wako atupatie mfalme mwenye atatuongoza kama vile mataifa wengine wote. Samueli akaenda mbele za Mungu akamuomba Mungu. Samueli ile neno sali sikia kasikina luma roho sana. Ayawa watu wanaweza katala kuongozewa na Mungu. Wanalilia mwanadamu wa waongozi. Wakati Samueli alienda kuomba Mungu akamwambia no Samueli. Ile neno sikuzukishi. Hawakukukatala wewe Samueli, bamenikatala mie Mungu. Hata wale watu bapatie mfalme sawa vile banalomba. Mungu akabapatia mfalme. Lakini apre Mungu kubapatia mfalme, Mungu akabapiga akawapiga. Amen. Akawapiga. Sasa Mungu alibapiga tena bakaenda kulomba huruma. Bakamwambia Samueli tuombee rehema kwa Mungu, tumekosea kwa sababu tulilomba mfalme. Akamwambia ndo nitamwombea rehema, lakini ule mfalme mwenyewe Mungu atabapatia watawali. Sasa Mungu atabapatia ule mfalme. Muendelee kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu na muendelee kuogopa Mungu na kumtii. Wakasema sawa, tunasikia. Acha tusome pale Samueli sasa wa kwanza, Samueli wa kwanza 8 hadi 8 mwenye atapata naweza kusomea. Samueli wa kwanza 8 hadi 8. Mwenye atapata Samueli wa kwanza. Basi nitasoma kwa Biblia yangu inasema hivi. Hata Samueli alipokuwa 4 inasema 4 hadi 8 inasema ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama. Wakamwambia angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Lakini neno lilo likawa baya machoni pa Samueli. Waliposema tupe mfalme atuamue. Naye Samueli akamuomba Bwana. Bwana akamwambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa
katika kila neno watakalo kuambia. Kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi, ili nisiwe mfalme juu yao, kwa kadiri ya matendo yote walionitenda tokea siku ile nilipowatoa katika Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kwa kutumikia miungu mingine. Ndivyo wanavyokutenda wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini waonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakaye wamiliki. Amen. Amen. Mungu akaruhusu Samuel afanye nini? Awapatie mfalme. Amen. Watu wa Israeli wakarejea tena nini? Guvernema ya Mungu. Nao wakakataa serikali ya Mungu, wakakatana ufalme wa Mungu kuwatawala. Amen. Tukiangalia hii Samueli wa kwanza 12 hadi 12. 12 hadi 12 nasema, hata mlipomwona Naashi mfalme wa wana wa Amoni amekuja kupigana nani, mliniambia sivyo, lakini mfalme atatutawala, ingawa Bwana Mungu wenu ni mfalme wenu. Panakubali kuwatawaliwe na mfalme. Tukiangalia 16 hadi 25 inasema hivi, pale pale kwa ile 12 16 hadi 25. Biblia yangu inasema hivi, na sasa simameni mkalione jambo hili kubwa Bwana atakalolitenda mbele ya macho yenu. Leo je, si mavuno ya ngano? Nitamwomba Bwana kwamba apeleke ngurumo na mvua, nanyi mtajua na kuona ya kuwa uovu wenu ni mwingi sana mlioufanya machoni pa Bwana, kwa ajili ya kujitakia mfalme. Basi Samueli akamwomba Bwana, naye Bwana akapeleka ngurumo na mvua siku ile, nao watu wote wakamwogopa Bwana sana, na Samueli pia. Watu wote wakamwambia Samueli, utuombee sisi watumwa wako kwa Bwana Mungu wako, tusije tukafa, maana tumeongeza dhambi zetu zote kwa uovu huu wa kujitakia mfalme. Amen. 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 Mwanadamu, mwanadamu kama yaona shida hawezi kutafuta Mungu. Mwanadamu kama yaona mateso hawezi kutafuta Mungu. Walikatala mfalme. Sasa Samuel akasikia hasira sana, akasema Mungu, no, hawa watu kabisa uwapilie. Hii jambo ambao wanafanya na bibi wapilie. Mungu akawapilie. Wakati Mungu alikuja kuwaua na ngurumo tu ya mvua, watu walitetemeka, wakaanza kutubu, wakatengeneza, wakaambia mfalme ndio kujitambua sasa. Ndio wakajitambua. Sawa, niomba mfalme walikuwa wajitambua. Wakati Mungu aliwapiga wakajitambua kosa ambao waliolifanya, wakaanza kutubu. Na ndio Samuel aliwaombea rehema kwa Mungu, na akawaambia Mungu atawapa mfalme, lakini mtembee katika maneno ya Mungu na kumtii. Amen. Israeli nao walikataa ufalme wa Mungu. Ile dhambi ambao Adamu alifanyaka, Israeli ndio ikaifanya. Dhambi ambao Adamu alifanya, Israeli wakaifanya. Dhambi ambao Kaini alifanya, Israeli nao wakaifanya. Wakajirebelea contre gouvernement ya Mungu, wakakatana utawala wa Mungu, na wakakatana Mungu afanye nini? Apate kuwatawala. Mungu atusaidie sana. Lucifero naye, amen, naye aliwezaka jirebele contre Mungu, contre autorite ya Mungu, ufalme wa Mungu, kama vile nasi leo tumejirebele contre gouvernement ya Mungu. Lucifero alikuwa malaika mkubwa mbinguni. Bana kuambia alikuwa anaimba, anapiga muziki kabisa mpaka unasikia alikuwa malaika mkubwa sana, lakini naye akajirebele contre Mungu na contre gouvernement ya Mungu. Ndio maana Mungu akakamata Lucifero, shetani akamshusha. Na ndio maana leo na sisi tunajua ya kwamba shetani alijirebele contre Mungu na akashushwa
kwa sababu ya ile rebellion alifanya mbinguni, na akaleta parti kubwa ya malaika. Lakini na sisi tunaenda nyuma ya shetani, tunaacha kwenda nyuma ya Mungu wetu, na sisi tuko na tunajirebele contre gouvernement ya Mungu. Amen. Sababu wakati unatembea kinyume cha mapenzi ya Mungu, maana yake pale ulishafanya rebellion na Mungu. Mungu yeye anakuona kama vile rebel. Amen. Kila wakati Mungu alikuwa anasema na watu kama ataweka ufalme wake mwa hii dunia. Danieli 2:44. Mwenye atapata Danieli 2 haraka anaweza kutusomea. Danieli 2:44. Mungu akasema ya kwamba hataweka ufalme wake mwa hii dunia. Na Danieli akainterprete ndoto ya mfalme Nebukadneza, jinsi ataweka ufalme wake ulimwenguni. Yohana naye akasema mwenye atakuja nyuma yake anakuja kuetablire ufalme wake mwa hii dunia. Amen. Amen. Unisomee ile Danieli. Danieli 2:44. Mbili makumi nne na nne Danieli. Some Kiswahili. Some katika jina la Yesu. Ine na ine inasema wakati wa wafalme hao Mungu wa mbinguni ataanzisha ufalme ambao kamwe hautaangamizwa. Watu wengine hawataushinda na kutawala ufalme huo. Bali ufalme huo utaziponda na kuzikomesha falme zilizotangulia. Nao utadumu milele. Ili na 5 ya pale tunatosha. Nao utadumu. Na ule ufalme wa Mungu utadumu milele. Utakomesha falme zote. Kisha ufalme wa Mungu ndio utatawala milele. Haleluya. Haleluya. Maana ufalme wa Mungu utakomesha falme zote, na kisha ufalme wa Mungu utatawala milele. Danieli akatabiri ile ndoto ya mfalme Nebukadneza, jinsi ufalme wa Mungu utakomesha falme zote za dunia hii, na ufalme wa Mungu utatawala milele na milele. Haleluya. Haleluya. Yohana naye akasema, tubu nitengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Akasema ya kwamba mwenye anakuja nyuma yangu anakuja kuetablire ufalme wake mwa hii dunia. Amen. Na Yesu akakuja. Yesu akaanza kuhubiri nafasi yote. Usiku na mchana Yesu akapana neno. Akahubiri vitabu vya Yesu, kitabu kia Mathayo, Yohana, Luka, Yohana, Marko na Mathayo. Ndio vitabu vile vya Yesu. Ukisoma vile vitabu takiasi Yesu hakulala usingizi usiku na mchana. Aliona kuja kuetablire ufalme wake mwa hii dunia. Akaomba usiku na mchana, akahubiri kwa barabara, akahubiri ndani ya mabato, akahubiri fasi yote, akaendelea akaanza kuetablire ule ufalme. Haleluya. Yesu akaanza kuetablire ufalme wake mwa hii dunia. Ule ufalme ambao Adamu aliupoteza, Yesu akaanza kufanya nini? Akaanza kuetablire. Ule ufalme ambao Adamu aliuvunja, Yesu akaanza kuetablire ile ufalme wake mwa hii dunia. Amen. Amen. Na wakati Yesu aletablire ile ufalme, sasa mimi na wewe tuko ndani ya ile ufalme wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Mimi na wewe tuko ndani ya ufalme wa Mungu, sababu Yesu alikuja akaetablire ule ufalme, akahubiri, akapana parole. Usiku anaenda kumlima analala, asubuhi anakuja anapana neno. Na tunajikuta mimi na wewe sasa tuko ndani ya ule ufalme wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Na Yesu anasema ya kwamba makao yake iko ndani yetu, na sisi ndio ule ufalme. Tutasoma Yohana 15:7. Mwenye atapata anaweza kutusomea. Yohana 15:7. Some katika jina la Yesu.
mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi ombeni chochote mtakacho nanyi mtapewa. Amen. Amen. Ase mukikaa tu ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtapewa. Haleluya. Haleluya. Unasikia fungulo ya jibu ya mahitaji? Jitungali tunaenda kuombea mahitaji. Hicho fungulo ya jibu ya mahitaji, kukaa ndani ya Yesu na maneno ya Yesu kama vile hii ikae ndani yako. Kisha omba Mungu kyote kenye unataka. Mungu atafanya nini? Hata kupatia. Haleluya. 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 Tunashindwa kupokea kwa sababu tunashindwa kutii na kutembea sawa na maneno ya Mungu. Na tunashindwa kukaa ndani ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Sasa na siku ulipokea wokovu, ukafanyaka declaration wewe na alliance na yeye Mungu. Siku ulipokea wokovu wewe ukaanza jideklare. Na ukasema leo ninafanya alliance na wewe Baba. Ukasema wewe njoo Bwana. Maana yake wewe njoo Bwana, maana yake nini? Maana yake anatawala maisha yangu yote. Ukaideklare en plein air. Baba kwambia unakubali tukubatize? Ndio. Tutakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Aseme ndio. Bana kudumika mumai, bana kutosha. Ukadeklare wewe peke. Na ukasema wewe ndio unakuwa Bwana kwangu. Amen. Ule Bwana maana yake nini? Ambaye atakutawala sasa wewe. Hautajitawala tena. Hautatembea tena sawa sawa na jinsi unataka. Utatembea sasa kama vile Mungu anataka. Amen. Haleluya. Haleluya. Kisha ukafanya agano na Mungu. Haleluya. Ukafanya agano naye. Sasa mpendwa, acha Yesu akutawale. Acha Yesu akutawale. Amen. Usijitawale tena mwenyewe. Hauna tena decision unaweza kukamata maisha yako. Hauwezi tena kukamata decision yoyote. Atia sasa Mungu hakutawale. Haleluya. Tulishaka ideklare ke wewe ndio Bwana. Maana yake utanitawala na utatawala maisha yangu. Sasa umwachie Yesu sasa wakati ya kutawala. Hatawale sasa maisha yako. Mungu atusaidie sana. Usikamate tena decision. Haleluya. Ni Mungu sasa ndio anakuwa na decision katika maisha yako. Hauna tena decision ndani ya maisha yako. Hata sasa Mungu ndio anapaswa kuwa anakamata decision kwako. Lakini leo unaweza kuta unalamuka tu. Sasa mimi nataka nifanye hivi, na unafanya. Esko ulishapiga magoti? Esko uliuliza Mungu? Esko uliomba mbele ya kukamata decision kufanya ile kitu? Mkristo hawezi tu kulamuka anafanya kitu bila kuomba Mungu. Mkristo hawezi kufanya kitu bila kuuliza Mungu. Uliza kwanza Mungu. Piga magoti, pata muda. Wengine wanasema mbona acha tusikie kisi Mungu anasema. Unaweza kuwa utasikia sauti ya Mungu. Mungu atasema na wata kwa dhamiri. Unaweza kuwa Mungu atasema na wewe kwa dhamiri. Sasa utakuwa unaomba unasikia amani ya kile kitu kile unataka kufanya. Ile amani utasikia moyo yako. Inaonyesha kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Na unaweza na sisi unafanya ile kitu unataka kufanya. Amen. Na ukibakia kumuda kwa uvumilivu, Mungu anasemaka. Haleluya. Mungu anasemaka. Mpaka leo angali anasema. Mungu hayawahi kubadilika. Ni ule jana, leo na hata milele. Gisi alitenda kwa kale na mpaka sasa anaendelea kufanya nini? Kuyatenda. Mungu atusaidie sana. Amen. Amen. Probleme yako kubwa sana. Au yaacha ufalme wote wa Mungu uingie ndani yako. Ndio shida kubwa. Hauyamwachia Mungu. Hauyaacha ile ufalme yote kabisa. Ingie ndani yako. Unakuta mwingine anamwachia Mungu 80%, naye anakamata 20%. Amen. Okay, huwezi kamata tena 20%. Patia Mungu 100% yote. Sababu mbinguni hakuna 99%, ni 100%. Ukikosa moyo, neze vyote. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Na ndio nakuta sona sio kumwachia Mungu akutawale ile 100%, ile 100% yote. Ndio unaanza kutalana na maprobleme na maprobleme na maprobleme na maprobleme. Na hizi probleme zote zinakuja kwa sababu ya nini? Amen. Hii probleme inakuja kwa sababu Mungu anataka avunje, apone mapenzi yako,
akamate mapenzi yake aitie ndani yako, kisha ile mapenzi ya baba sasa ndio itatawala. Ndio sasa analeta maprobleme na shida kusudi endelee kuponda ile mapenzi yako, aponde ile desire yako nyoko nayo, na ufikirie kumwatia Mungu akutawale 100%. Amen. Amen. Fata mfano ya Yusufu. Yusufu alikuwa ndani ya nyumba ya Potifa. Yusufu alikuwa kule kwa katika nchi ya utumwa. Lakini Yusufu alikatala kila kitu. Mke wa Potifa alimjaribu. Na alikuwa mnyumbake kama vile boy. Mnyumba kama ya premier minister. Lakini akakatala. Yusufu akasema, nifanyaje ubaya huyu nimchukize Mungu wangu? Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Usiogope mume wako wala mke wako. Usiogope mama yako wala baba yako. Amen. Usiogope bibi yako au mtoto wako. Ogopa Mungu. Yusufu mle manyumba ya Potifa hakukuwa na mke, hakukuwa na mtoto. Kule hakukuwa na baba, hakukuwa na mama. Lakini akaambia bibi ya Potifa, nifanyeje ubaya huyu nimkosee Mungu wangu? Mungu atusaidie sana. Amen. Amen. Unaangalia wote, wakina Enoke, wakina Elia, wakina Danieli, wakina Shadraka, Meshaki, Abednego, Ibrahimu, mitume wa Yesu, walitembea katika woga wa Mungu. Na ndio maana Mungu aliwainua na akakamata ufalme wake akashirika ndani yao. Sababu walitembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Sababu walitembea katika woga wa Mungu. Enoke hakuonja mauti. Elia hakuonja mauti. Ni kwa sababu Enoke na Elia walitembea tu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mungu akasema mauti kwa watu mimi naitia pembeni. Unasikia neema? Neema kubwa sana. Yesu alionja mauti. Lakini Enoke na Elia hawakuonja mauti. Na wewe Mungu anaweza kukunyangua. Kama unatembea sawa na mapenzi ya Mungu na utaonja mauti. Hangana ule Mungu. Amen. Amen. Tungeendelea kuandika ushuhuda wa Mungu na maufunuo za Mungu kama tungesha alisha vile mabiblia na mabiblia. Lakini kwa leo hatupate ile neema ya kuifanya. Mungu atusaidie sana. Hata sasa ufalme wa Mungu kuongoze. Ile ufalme unakuja ndani yako. Ufalme unakuja pia mwa hii dunia. Ufalme unakuja katika ufalme ujao. Haleluya. Ile ufalme maana yake ni ufalme unakuja ndani yako. Ufalme unakuja mwa hii dunia. Ufalme unakuja katika ufalme ujao. Ile ufalme maana yake ni ile ufalme ndio ile mbingu takatifu. Haleluya. Haleluya. Ile mbingu takatifu ni ufalme wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Tena ni mbingu ya milele na milele, na iko ufalme wa milele na milele. Haleluya. Na ulimwengu wote huko chini ya huyu ufalme. Mungu atusaidie sana. Sababu kanisa, tusisahau ya kwamba Yesu atarudi. Haleluya. Tusisahau ya kwamba Yesu atarudi. Na atakuja kumiliki ile ufalme wake. Hatamiliki ile mbingu takatifu. Hatasimika ile mbingu kama vile Biblia inasema ya kwamba mbingu itapita na dunia itapita na Mungu ataleta mbingu mpya. Amen. 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 Ndio ufalme wa Mungu, ile mbingu takatifu. Mungu atusaidie sana. Yesu atarudi. Haleluya. Kwa hii dunia. Haleluya. Na kuchukua wale ambao wako katika guvernema yake, wale ambao wako ndani ya ufalme wake. Mnaelewa? Mnaelewa kisi somo lienda? Malezima kuna vile wanaandika. Mungu atusaidie sana. Yesu atarudi. Amen. Amen. Na atakuja mwa hii dunia kuchukua wale ambao wako ndani ya guvernema yake. Eske Mkristo mwenzangu, uko tayari ndani ya guvernema ya Mungu? Haiko tena muda ya kujirebelia kontra Mungu. Hawezi tena kufanya rebellion na Mungu. Maana tunabakia na muda mchache. Yesu yuko anarudia. Anakuja kunichukua kanisa. Anakuja kuchukua wale ambao wako ndani ya ufalme wake. Kusudi wende sasa mkutawala
milele na milele ndani ya ile mbingu takatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu atusaidie sana. Na kitu kikuja mbele na Yesu ayarudia, nishatuseme na amen na Bwana, sababu unaenda pia kupumzika ndani ya ile mbingu takatifu. Mungu atusaidie sana. Parapanda italia na itakuja kuchukua wale ambao wako ndani ya guvernema ya Mungu. Eske mpendo uko ndani ya guvernema ya Mungu? Umeshaingia ndani ya ile guvernema? Uko 100% wa ile guvernema ya Mungu? Usudi parapanda kilia sai ikukute uko tayari? Mimi na wewe inabidi tujitahidi. Tujitahidi tupokee ile 100% ndio tuingie katika ufalme wa Mungu. Tutasoma Wathesalonike wa kwanza ile 13 hadi 14. Tunataka kumaliza Wathesalonike wa kwanza ile 13 hadi 15. Mwenye anapata haraka anaweza kutusomea Wathesalonike wa kwanza. Some katika jina la Yesu. Ndugu, tunataka mjue ukweli kuhusu wale ambao wamekwisha fariki duniani. Ili msipatwe na huzuni kama watu wengine wasio na matumaini. Sisi tunaamini kwamba Yesu alikufa, akafufuka, na hivyo sisi tunaamini kwamba Mungu atawaleta pamoja na Yesu wale wote waliofariki wakiwa wanamwamini. 15. Hili tunaloambieni ni fundisho la Bwana, kwamba sisi tulio hai ambao tutakuwa tumebaki katika Bwana atakapokuja, hakika hatutawatangulia wale waliokwisha fariki duniani. Maana patatolewa amri, sauti ya malaika mkuu, sauti ya tarumbeta ya Mungu, naye Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Ndipo wale waliokufa wakiwa wanamwamini Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai wakati huo tutakusanywa pamoja nao katika mawingu kumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa daima pamoja na Bwana. 18. Basi farijianeni kwa maneno haya. Amen. Amen. Parapanda ya Bwana italia. Wale waliokufa watafufuliwa kwanza. Apre kufufuliwa watabadilishwa, watapatiliwa miili mpya. Mulipate hapa mzuri, tunaenda kumaliza somo. Wale waliofufuka watabadilishwa, watapatiliwa miili mpya. Sisi ambao tuko wazima na sisi tutabadilishwa. Mungu atatupatia miili mpya. Sio hii mwili ambao tutaenda kulaki nayo Bwana hewani, hapana. Hii ni mwili ya hizi kumlaki Bwana hewani. Mungu atatupa mwili mpya. Kisha tutamulaki Bwana katika ile parapanda. Kanisa, tuko siku za mwisho. Na sijui ya kwamba ungali mfalme wa Mungu ama ulishajirebele kontra ile guvernema ya Mungu. Tuko siku za mwisho, ni siku za hatari ambazo inabidi kanisa tujiweke tayari kwa kungoja kuja kwa Yesu. Tungojee mulio ya parapanda. Na hii parapanda itakapolia, kila mtu hatasikia mulio ya parapanda. Lakini wale watakatifu ambao wako ndani ya guvernema ya Mungu, wale ambao walikubali kubakia mserikali ya Mungu, guvernema ya Mungu, watasikia mulio ya parapanda. Watakaposikia mulio ya parapanda, watabadilishwa. Na wenyewe walikufa walikufa na walikuwa watakatifu. Watabusatu parapanda tena watalamuka, watasikia mulio. Mara moja wanabadilishwa, Mungu anawapatia miili mpya. Wanaenda kumlaki Bwana. Sisi ambao tungali hai, na sisi wakati utasikia mulio ya parapanda, utabadilishwa, utapokea mwili mpya, unaenda kumlaki Bwana hewani. Lakini iko shida. Unaweza mtu unaweza kuwa mkanisa miaka, lakini haujajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hauna nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, utasikiaje mulio ya parapanda? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema tutafute Roho, maana ni wetu alitupatia. Tumutafute, ni wetu. Raikai glory. Haleluya. Sababu bila Roho Mtakatifu hauwezi kusikia mulio ya parapanda. Itakuwa connection na Roho wa Mungu. Maana Roho Mtakatifu ndio mwenye Mungu alituachia. Akasema naenda, lakini itawatumia msaidizi. Ule msaidizi ndio atawaongoza kwenye kweli yote. Hatujue njia ya mbinguni, lakini Roho Mtakatifu anajua njia ya mbinguni.
Hatumjua Yesu, lakini Roho Mtakatifu anamjua. Hatumjua Mungu, lakini Roho Mtakatifu anamjua. Haleluya. Haleluya. Sasa Roho ndiye atakuongoza. Roho ndiye atatupeleka. Sasa huyu Roho hatuna naye, lakini tunajiita kuwa Wakristo na tuko katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Tutafute kujazwa na Roho Mtakatifu. Sio kanisa iko kanisa ya Kipentekoste, iko kanisa ya Kipolo. Ni kanisa ya fujo. Roho Mtakatifu ni fujo. Ili sisi muombe Mungu Roho Mtakatifu. Ndio hitaji kubwa ya kwanza ya maana. Tuparapanda ikilia na wao usike kwenye mlio parapanda, twende kumlaki Bwana ewani. Amen. Hapana Roho Mtakatifu wa fake. Yeah. Mwenyewe wengine wanaanza jifunza haya. Unasikia sasa mwingine anaanza jifunza sio utasema hivi. Sasa kama ni nini na nini lugha za bongo bongo. Roho original iko. Ule wa pirate anaiga roho original. Ukimwomba Mungu kwa kweli atakupatia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tusome Ufunuo tu, tunaenda kumaliza 12:1 hadi 8. Soma kwanza Ufunuo 12:14 hadi 15, kisha tutamaliza na hili. Ufunuo 12:14 hadi 15. Ufunuo 12. Mwenye anapata tu haraka na simama. Ndio vile wa Pentekoste wanakuwa. Kama unapata verse mara simama na kusoma. Ufunuo 12 inabidi tukue wepesi. Muda wetu unaenda unasonga mbele. 12:14 hadi 15. Katika jina la Yesu Kristo. Mauti na kuzimu zitatupwa katika ile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili. Yaani hilo ziwa la moto, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Haleluya. Amen. Maana kutakuwaka judgment ya Mungu. Après parapanda kuko judgment sasa. Yenye ulimwengu wote utasimama mbele za Mungu. Na Mungu anaanza kujije moya kwa moya. Haleluya. Sawa vile ekra Mungu anaanza kujije. Sasa hapa sasa Mungu atafungulia ile kitabu ya uzima. Anaanza kukuangalia kama jina lako limeandikwa mule kitabu. Akikuta jina lako haiko, unakamata unatupa mwele ziwa ya moto. Amen. Biblia inatuambia kwa ile ziwa ya moto ni ziwa ndio kiingia ndani hautaonekana tena. Mwa ile ziwa ya moto ndio mwenye Mungu ataanza kutupa shetani kwanza na mapepo na malaika zake. Ndio watatamule ndio nasema ile ziwa la moto sikulitengeneza kwa ajili ya kanisa. Nilitengeneza juu ya shetani na malaika zake. Lakini kwa sababu kanisa leo tumeasi, tumejitosha mguvernema ya Mungu kama vile Adamu alifanya. Tumejitosha mguvernema ya Mungu kama vile Kaini alifanya. Tumejitosha mguvernema ya Mungu kama vile Israeli walifanya. Sasa atakamata hii ziwa ya moto. Atakamata kwanza juu wenyewe wanakufaka leo. Wako na ziwa ya moto wanaingia ndani. Lakini ya kuwa ile yenyewe Mungu alitengeneza. Ile ziwa ingali ya kuzimu ile. Yenyewe wanaingia ndani ukikufa katika dhambi. Nishetu ingie kwa ile ziwa. Ile ni ya kuzimu. Sasa wale wote waliingia kama ile ziwa miliari watabasoma na shetani kwanza na malaika ndio watatupana ile ziwa pa. Ndio Biblia inatuambia. Kisha wale watu yote watabasoma nao. Wanabahamisha kwa ile jehanamu. Ndio wanabatia kwa ile ziwa ya moto. Kisha na wewe sasa Mungu anaanza hukumu sasa. Anaangalia kitabu ya uzima. Jina fulani iko ndani, haiko. Anapita. Bara kukamata, unaenda mziwa ya moto. Kanisa. Tufunguke akili. Turudishe raisonnement nyuma. Tunaona dunia inapendeza. Vya ulimwengu vinapendeza, magari zinapendeza za Canada, manyumba zinapendeza za mzuri za mademilion. Ya kuangara ni vya mingi mole na yala. Vitu viko tele, manyama na makuku na frigo. Ni vya mzuri sana. Maana Mungu alitupatia. Lakini tusisahau. Amen. Tusisahau kama kuna ziwa la moto. Tusisahau kama kuna judgment ya Mungu. Tusisahau kwamba siku zinakuwa siku za mwisho. Parapanda kalia sana. Mungu atusaidie sana. Tusomee Ufunuo tunamalizia kwa ile Ufunuo 12:1 hadi 8. Mwenye atapata. 12:1 hadi 8. Oh, 21.
mpaka wewe. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha pita. Maana mbingu ya kwanza ndio nilisema na nchi ya kwanza imeshapita. Wala hapana habari tena. Wala hakuna tena habari juu ya mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza. Nikaona mji ule mtakatifu. Akaona mji ule mtakatifu, haleluya. Yerusalemu mpya. Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa. Ile Yerusalemu mpya imewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Naye atafanya maskani yake pamoja nao. Nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao. Simama kadogo. Mungu atafuta kila chozi katika macho yao. Haleluya. Mateso, ukipita katika mateso juu ya Yesu, ujue kwamba kuna siku Mungu atakufuta ile machozi. Amen. Ukipita katika mateso sababu ya Mungu, kuna siku Mungu atakufuta ile chozi. Mpaka hiyo wakati Mungu atasimama na kufuta machozi, malaika watashangaa. Watauliza Mungu, hawa ni wanani? Jude kwamba nekalana Mungu wayaonana simama mkiti cha enzi. Lakini sababu ya mtakatifu ambaye atashinda dunia, ya Mungu atasimama kwenye kiti cha enzi ile siku. Na atakamata mshwara na kuanza kupanguza machozi. Sasa wewe unatafuta injili ya bei rahisi, ndugu yangu. Unatafuta injili ya rahisi ya kubembelezwa. Sasa Mungu yeye kesha sema atapanguza machozi. Atakupanguza machozi yenyewe ukuliaka. Hatakupanguza machozi yenyewe ukuliaka. Sisi chati tulie. Sisi chati tuteswa katika dunia sababu sisi hatuko wa dunia. Yesu naye aliteswa ndio kukuwa wa dunia. Mitume 12 hakuna walikufa kifo kizuri sababu hawakuwa wa dunia. Sasa kwa nini sisi tunataka injili ya rais? Hivi sisi ilishakuwa mwai mwingine. Na watu biko banaanza etiliwa. Bakali banalipa pesa. Pale kesho tutalipa pesa tutiliwa kwa bure. Naona nataka tunaenda mkazi, yaani sina wakati ya kuomba. Sina tani ya kuomba nenda mkazi. Utaenda mkazi una wakati ya kuomba. Sasa utaenda kutumika job ya kutesa sisi. Utaenda mkazi. Utaishi yeye mwai mwingine. Utakula yeye, utavala. Mungu atusaidie tutoke mu injili ya rais. Tukomae tutafute injili ya kuingia mbinguni. Tuingie mbingu. Siangalie mume, usiangalie bibi. Siangalie mtoto, usiangalie mama. Tafuta yako mwenyewe. Ile siku tukutane niseme dada Adija, na wewe nifika na mimi nilifika. Pole kweli. Nataka nifika na mimi nilifika. Fulani nifika na mimi nilifika. Amen. Mungu atatupanguza machozi na tukulia, tukubali mateso. Tukubali mazarao, tukubali watu watutukane. Tukubali watu wasusimange. Tukubali wachawi watutese. Amen. Bata tutese lakini batapata rose. Maana rose zetu zinalindwa. Haleluya. 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 Rose zetu zinalindwa. Miili yetu inalindwa. Hata kaburi ya mtakatifu mtawa wana ruhusa ya kuingia ndani. Imezungukwa na jeshi la mbinguni. Mungu atusaidie kanisa. Mungu atusaidie kanisa. Mungu atasimama na kutupanguza machozi. Yes. Asepole mwanangu. Malaika atoza wali wanahabi. Pale atasema au wanatoka katika ziki ya ulimwengu. Ni ziki haiko raha. Haleluya. Amen. Haleluya, ni ziki. Na tukubali ziki. Biblia nasema kama unataka kunifuata, ukamate ujituke msalaba wako mwenyewe. Kisha unifuate. Ule msalaba ni nini? Sio mateso na shida na magumu na maproblem. Endelea Mungu. Wala mauti haitakuwapo tena. Hakutakuwa tena mauti. Jishemeshafanyika. Wala maombolezo hakuna tena. Hakuna tena kilio. Hakuna tena maumivu.
hakuwako tena. Hakutakuwa tena. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha pita. Haleluya. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kwa kuwa mpya. Ameyafanya yote kuwa mpya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Haleluya. Maneno yale ambayo nayasema ni Mungu. Ya uzima, ya chemchemu ya maji ya uzima bure. Ule mwenye kona kiu mie tu ndio nampatia chemchemu ya maji ya uzima. Yeye ashindaye atayariti haya. Mwenye atashinda hatariti haya. Haleluya. Unaweza achia hapa. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Tujikaze tuingie katika guvernema ya Mungu. Haiko mchezo. Yesu kwa anarudia. Yesu kwa anakuja. Dalili zote zilishatimia. Sisi ilishaanza tumika. Kila kitu kiko tayari. Mashine ya kukata wa Kristo vichwa iko tayari. Iko Amerika. Ilitengenezwa tayari. Na bakachezea kwa film. Nishafuata ile film, sio kana ulishafuata. Ba Amerika bakachezea kwa film akisema bakata na shoka wala napanga. No. Batakuwa nafanya kile kichwa wanaingiza hivyo. Na kisi batakuwa nafadisha ba Kristo tunaenda msururu. Wanaanza kata moja kwa moja. Usingoje. Kujokoa kwa damu itakuwa nguvu. Mpendo. Usiongoje kujokoa kwa damu. Kuko kisu teza shindo unasema acha tu nipewe ile chapa na mimi nikule bado naenda janamu pole pole. Orke janamu ni mateso ya milele. Kuko wenyewe watakuba lakini siwezi kukutakia hii. Najitakia na mimi nakutakia twende kwa parapala ya kwanza. Amen. Juu ingali rahisi, ingali tu kushinda dhambi. Ingali tu kushinda vitu vidogo vidogo. Simple iko simple. Iko simple. Lakini sasa kwa kujokoa kwa damu. Banaanza kukutesa. Banakata. Balisha tarisha kila kitu. Hao ndugu zetu wanajua kila kitu wako wanafanya. Mungu atusaidie kanisa tunaweza kusimama. Tunataka kuomba kidogo.